Wananchi wa kata Masoko wilayani Kilwa mkoani Lindi ni miongoni mwa wanufaika wakubwa wa uhifadhi wa mazingira bahari, kwani kutokana na kuishinda vita kubwa walioipigana miaka kadhaa nyuma dhidi ya uvuvi haramu na uchafuzi wa mazingira ya bahari, ndio uliopelekea hata serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya kiongozi hodari Mama Samia Suluhu Hassan kuwekeza zaidi ya shilingi bilioni 266 za ujenzi wa bandari ya uvuvi ya kisasa katika eneo la Kilwa Masoko. Licha ya changamoto nyingi zinazowakabili wananchi na wadau wa uvuvi Kilwa Masoko, mwenyekiti wa rasilimali bahari BMU kata Masoko, Omali Matimbanya, ameeleza mikakati inayoendelea kufuatiliwa ikiwa na makusudi ya kuendelea kukuza ustawi wa wananchi wa Kilwa kupitia nyanja ya uvuvi. Hivyo amewataka wadau wa uvuvi wilayani humo kuendelea kushikamana zaidi ili kusudi waendelee kuitunza bahari, ambapo ameeleza kuwa mchakato wa kusajili wanachama bado unaendelea. Hivyo amewasihi na kuwaomba wanachama kupokea mchakato huo na kufanyia kazi. Namba 3, kuhusu kulipia mwanachama. Tunapozungumzia mwanachama, CCM ina wanachama, CUF ina wanachama, lakini pia hata kwenye klabu Simba na Yanga ina wanachama. Ili uwe mwanachama hai lazima ulipie kadi yako. Sasa BMU inakuwa na wanachama ambao ni wale wanaenda kupiga kura na ni wale ambao tumewaorodhesha kwenye madaftari. Kwa hiyo wewe ukiwa ni mwanachama, ili uwe mwanachama hai inatakiwa uchangie ada ambayo inakufanya kuwa wewe kweli ni mwanachama na unaitaka BMU. Umenielewa uliuliza swali hilo kuhusiana na pweza. Hii swala la pweza toka kuanza kuponzesha kwa miamba kumekuwa na ukakasi kidogo, lakini pia tutalifanyia kazi kuona namna gani tunaweka utaratibu wa upumzishaji wa miamba, kwa sababu ni sehemu ambazo watu wanapata maisha. Kwa hiyo iwezekani sehemu zote zipumzishwe mwamba kwa wakati mmoja. Hiyo ambayo ilikuwa tayari ipo kwenye mkakati wa kuweza kukaa vikao vya pamoja ili tuweze kupumzisha kwa awamu ili watu waweze kuendesha maisha. Kwa hiyo hilo litarudi. Tukichukulia hizi doria, kuna doria ambazo lazima BMU wajue, lakini kuna mamlaka ya doria ambayo wanafanya bila kutoa taarifa, kama wale TASAC ambao wanahusika na usajili wa vyombo vya majini. Wale watakavyokuwa wanakuja, wale wanakuwa hawana taarifa. Sema sisi natakiwa tupambane katika namna ya kuweza kusaidia katika eneo letu, namna gani ya kuweza kuwapa wao miongozo ili tuweze kukaa katika hali ya usalama. Awali, mwenyekiti wa kamati ndogo ya mipango na fedha kutoka kwenye taasisi ya BMU kata Masoko, Ahmad Mtile, alisoma taarifa ya mapato na matumizi katika kipindi cha miezi 12, ambapo amesema kuwa jumla ya milioni 19 na ziada zilikusanywa kwa lengo la kuendelea kusimamia miradi ya maendeleo kwa jamii yao. Salio anzia lilikuwa kiasi cha shilingi milioni 3,890,755. Hili salio anzia la mwaka 2024-25. Tulianza na milioni 3,90,755. BMU Masoko mjini kwa kupitia vyanzo vyake vya ndani kwa usimamizi wa kamati yake ndogo ya mipango na fedha imeweza kukusanya jumla ya shilingi milioni 19,148,317 kwa miezi 12 kuanzia tarehe 1 mwezi wa kwanza mpaka tarehe 31 mwezi wa 12. Mapato hayo yametokana na vyanzo vifuatavyo. Mnada wa samaki, jumla imekusanywa shilingi milioni 17,318,317. Fomu za leseni imekusanywa shilingi milioni 1,100,008. Ushuru wa nanga dago shilingi 500,000. Fomu adhabu makosa mbalimbali shilingi 200,000. Mabanda ya mamalishe shilingi 22,000. Matumizi. Kamati imefanya jumla ya matumizi shilingi milioni
100,000 na shilingi 36,000 kwa shughuli zifuatazo. Ujenzi wa choo. Kamati imetumia jumla ya shilingi milioni 5,08,027 na shilingi 200 kwa kumalizia ujenzi wa choo Jimbiza Matundu 6. Dharura na uokoaji. Kamati imetumia kiasi cha shilingi 404,044 kwa ajili ya dharura mbalimbali za uokoaji kwa vyombo ambavyo vilikuwa vimepata hitilafu baharini na kupotea kwa wavuvi. Kwa upande wao, wananchi na wadau wa uvuvi wilayani humo wamepongeza jitihada zilizofanywa na viongozi wao katika kuhakikisha wanafanya makusanyo na matumizi yaliyolenga kutatua changamoto za wananchi wao, huku wakisisitiza kuwa wanahitaji kuona maafisa uvuvi wanaendelea kutoa elimu ya uvuvi kwa jamii hiyo. Mimi nianze kwa kuwapongeza wadau wote wa BMU, lakini wapongeze viongozi wa BMU jinsi wanavyosimamia taasisi ya BMU na kuendesha mambo kwa uwazi, kiasi kwamba wadau wenyewe wameridhika na kile ambacho kinasimamiwa na kuendeshwa, pamoja na changamoto ndogo ndogo zilizokuwepo, lakini tuwapongeze kwenye maeneo yote. Kwa mfano, kwenye maeneo ya miundombinu wameweza kwenye kipindi chao hiki cha uongozi kutengeneza vitu, hata kudiriki kuweka taa kwenye sehemu ya mnada. Maana yake nini? Kwamba hata usiku samaki wakipatikana sasa hawatoharibika, watauzwa kwa uwazi na kwa muonekano kabisa. Sasa kwenye maeneo lazima tuwapongeze, lakini pia kwenye kusimamia uanzishaji, kwa mfano kama utengenezaji wa choo ambacho sasa kitakuwa kinaondoa kero kwa wavuvi ambao walikuwa wakati mwingine wanashindwa kujisaidia na kwenda machakani na kuhatarisha afya, lakini hata usalama wao. Lakini pia wameweza kuvuta maji, kufanya sasa huduma ya maji na wenyewe wanaipata. Hata hivyo sasa, kama walivyosoma bajeti yao, wanaelekea kwenye kutengeneza eneo sahihi la mnada, maana lenye usalama, ambao mnada anaweza kufanya kipindi cha mvua, lakini hata jua wasiathirike watu wote, wanunuzi lakini hata wavuvi nao. Kwa hiyo kwenye maeneo yao lazima tuwapongeze na tukubali sisi sasa kama wadau kutoa ushirikiano kwa BMU, kwa ushirikiano viongozi wa BMU, na sana sasa turudi kwa maafisa uvuvi. Elimu ndio kitu msingi sana. Wanapotupa elimu sisi kwamba eneo hili linatakiwa livuliwe kwa zana hii, eneo hili halitakiwi kuvuliwa kabisa, hakutakuwa na changamoto zile za kufuatana usiku na mabunduki na nini. Sisi ni watu waelewa, tunajua athari za kuvua maeneo ambayo hayatakiwi kuvuliwa na tunajua faida za kuvua maeneo yanayoelekezwa kuvua. Nipende kuwashukuru sana wanachama na wadau ambao mmehudhuria katika mkutano huu na kuweza kutupongeza. Nami pia nawapongeza sana na nawaomba tuendelee kushirikiana kama ambavyo tulikuwa tunashirikiana kwenye upande wa kila nyanja, ikiwemo nyanja za ukusanyaji wa mapato, ili tuweze kupata mapato zaidi ya haya ambayo tumeyapata mwaka huu na tuweze kufanikisha mambo yetu mbalimbali. Lakini pia niwaombe pia wavuvi na wadau mbalimbali ambao mpo hapa, sisi sote ni wahanga wa bahari yetu. Sisi sote inatakiwa tuitetee bahari yetu, lakini naomba tuitetee bahari kwa dhati kabisa. Ninapozungumzia tuitetee bahari kwa dhati, sisi tumekuwa ni viongozi ambao tuko 22 muliotupa dhamana ya kukusimamieni nyinyi kwa manufaa ya bahari yetu. Sasa hii dhamana, ili tuweze kuifanya vizuri, lazima tushirikiane na nyinyi. Tunaomba ule ushirikiano uwe wa dhati kabisa.